taarifa ya mpango wa taifa wa kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele. Magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele ni mojawapo ya magonjwa ambayo yapo ndani ya jamii, na hata wataalamu husika ama viongozi walikuwa hawayapi umuhimu kulingana na madhara yake katika jamii. Magonjwa haya kwa upande wa Tanzania yapo WHO yako karibu 34, lakini kwa upande wa Tanzania yako 11, na hapa ambapo nimeweka yale ambayo ni common na ambayo huwa yanapatikana kwetu. Magonjwa haya ni matende na mabusha au girimaji, minyoo tumbo, kichocho, trakoma, ugonjwa wa tauni au plague kwa jina la kitaalamu, lakini homa ya dengi, chikungunya, samani hapo kidogo chikungunya, kichaa cha mbwa, kung'atwa na nyoka, usubi. Yote haya ni miongoni ya magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, na miongoni mwa magonjwa hayo yanaathiri jamii na kuidhoofisha. Inakadiriwa kuwa watu bilioni 1 duniani kote kuwa wameathirika, na zaidi ya wagonjwa bilioni 2 wako katika hatari ya kupata magonjwa haya. Nchini Tanzania, wananchi wote yaani milioni 45 hivi sasa wapo hatarini kuambukizwa magonjwa haya, na inakadiriwa kuwa watu milioni 5 wameathiriwa na mojawapo ya magonjwa haya. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa maambukizi haya hupatikana karibu kila maeneo ikiwemo wilaya ya Monduli. Na wilaya ya Monduli tuna kwa sasa magonjwa ambayo yako ni pamoja na trakoma, yako katika kiwango kikubwa cha maambukizi. Pia tunapata magonjwa ya kichocho na minyoo tumbo, lakini mabusha na matende pia yako kwa kiwango kidogo ambapo hakifikii kiwango cha umezeshaji dawa. Usubi pia huwa tunapata, lakini wagonjwa wale ambao wanakuja wachache. Wilaya ya Monduli, kiwango cha maambukizi ugonjwa wa trakoma kwa tafiti zilizofanyika 2006 kilikuwa 57.6, na kabla ya kuanza mikakati msonge ambayo ilianza 2015 ambayo ni ya kumezesha kingatiba ambayo ilikuwa inafanya usawazishaji, kutoa elimu kwa jamii kuhusu usafi wa mazingira na usafi wa mwili, na kwa sasa kiwango cha maambukizi ni 9.1. Utaona kama mkakati ambayo ilikuwa inafanya, tunatumia mkakati wa safi au seifu kwa wale ambao tumefanya pia, na watendaji ni mojawapo ya watu ambao walishiriki katika hili zoezi na kufanya juhudi kubwa za kufanya maambukizi haya yatoke 57% hadi kufikia 9%. Katika wilaya yetu maambukizi ya minyoo tumbo yako kwa kiwango kikubwa zaidi ya 15%. Kama tulivyosema, tafiti zilivyofanyika katika shule, kulikuwa na hayo maambukizi kwa watoto wa miaka 5 hadi miaka 14. Yaani hili kundi ambalo ni la watoto wenye umri wa kwenda shule, hasa hizi shule za msingi, kwa sababu akitoka nyumbani anaenda mwenyewe, akirudi hapo katikati hana uangalizi. Kwa hiyo unakuta aidha wanacheza kwenye maji, wanachezea vitu, wanakula ovyo ovyo hao watoto. Kwa hiyo ndio maana wanakuwa na kiwango kikubwa cha maambukizi. Lakini pia matunda tunachukua hatuyaoshi kwa usahihi, na unakuta matunda yako juu ya mti, watu wanaenda kujificha chini ya mti, anakunya, halafu embe linadondoka pale, yanaokotwa yanaletwa sokoni na mtu anachukua. Kwa mfano zaidi watoto wa shule wanachukua wanakula bila kuyaosha. Kwa hiyo unakuta ndio maana kuna maambukizi makubwa ya minyoo. Na katika wilaya yetu tumekuwa tukigawa dawa hizi za minyoo kwa watoto wa shule na katika shule za msingi, yaani watoto wale wenye miaka 5 hadi 14.